Habari ya wakati huu mtazamaji wa Abud TV, bila shaka uko vizuri. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Nikukaribisha sana kwenye taarifa yetu ya habari kutoka hapa Abud TV. Msomaji wako leo hii ni mimi Macklin Kamote. Kama kawaida tuna mkusanyiko wa habari za kitaifa, kimataifa na habari za michezo. Kwanza tunaanza na habari zetu za kitaifa. Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Chacha Mara Chacha mwenye umri wa miaka 27, mkazi wa Siro Risimba Butiama, amefikishwa katika mahakama ya wilaya Ilemela mkoani Mwanza kwa tuhuma ya kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 9 ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sababu za kisheria. Akisoma hati ya mashtaka mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Mheshimiwa Christian Mwalimu, wakili wa serikali Clara Muhando ameeleza mahakama kuwa tukio hilo limetokea tarehe isiyofahamika mwezi Septemba mwaka 2025 katika eneo la Isanzu, shule ya Godbless Pre and Primary School, kata ya Bugongwa jijini humo, ambapo mshtakiwa anadaiwa kutenda kitendo hicho cha ukatili dhidi ya mtoto huyo. Katika kesi hiyo ya jinai yenye namba 13435/2026, mshtakiwa anakabiliwa na shtaka moja la kulawiti kinyume na kifungu cha sheria 154 kifungu kidogo cha kwanza a na cha pili cha sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 marejeo ya mwaka 2023. Hata hivyo mshtakiwa amekana shtaka hilo. Hakimu Mwalimu anayesikiliza kesi hiyo ameeleza kuwa kosa hilo linadhaminika kwa masharti, ikiwemo kuwa na wadhamini wawili wenye vitambulisho halali vya taifa, barua za utambulisho kutoka serikali za mitaa na kila mdhamini kusaini hati ya dhamana ya shilingi milioni 3. Mshtakiwa ameshindwa kukidhi masharti ya dhamana kwa kuwa hakuwa na mdhamini wa pili, hivyo amerejeshwa rumandi hadi Juni 30 mwaka 2026 kesi hiyo itakapoitwa kwa ajili ya kusomewa hoja za awali za usikilizwaji. Bado tunasalia huko mkoani Mwanza. Waziri wa maji Juma Aweso amemsimamisha kazi meneja uzalishaji na usambazaji maji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza MWAUWASA, mhandisi Ramadhani Mramba, kufuatia kuendelea kwa changamoto ya upatikanaji wa maji katika jiji la Mwanza. Hatua hiyo imekuja baada ya maelekezo ya Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba aliagiza tatizo la maji linalowakabili wananchi wa Mwanza kutafutiwa ufumbuzi wa haraka. Akifanya ziara ya kukagua hali ya huduma ya maji jijini humo, Waziri Aweso amepokea malalamiko kutoka kwa wananchi kuhusu ukosefu wa huduma hiyo na kufanya tathmini ya hali halisi ya uzalishaji na usambazaji wa maji. Kweli wewe ni mchapakazi na kujua sana, lakini hawa wa chini, watu mnafunguliwa maji mtafikiri mbuzi. Hata mbuzi ndio wanaohitaji maji. Mfano mimi nina mifugo pale, wakati mwingine maji ya shida na umri, mtu mpaka unakosa amani, unakosa hata namna ya kuishi. Najua kazi mnafanya Mheshimiwa Waziri, lakini unaweza ukawa unaangushwa na watu huku chini. Kwa sababu siku moja mimi nimepita pale nikakuta bomba linavuja tu maji, nikaenda kule bomba linavuja maji. Hapo wale wasaidizi wa idara ya maji wanapita tu. Ukiwapigia simu, nataka niwaambie ubabaishaji ambao unataka kufanyika umefika mwisho. Na kesho asubuhi kurugenzi andaa kikao cha watendaji wote wa MWAUWASA. Yapo mambo tunatakiwa tuzungumze, kuna baadhi ya watu lazima watupishe ili tuweze kuijenga mamlaka yetu na watu waweze kupata huduma maji safi na salama. Maji wa maji yuko wapi? Kwa nini hayupo? Haya ndio mambo mimi siwezi kuyavumilia. Waziri wa maji nipo hapa, yeye meneja wa msambazaji ndio anahusika na usambazaji, yuko wapi? Sasa nakuelekeza katibu mkuu asimamishwe mara moja. Watanyooka tu. Wanavotaka twende ndivyo tutakavyokwenda. Hakuna namna. Hapana. Nimefanya kazi, nimepita tangu kule haipo popote. Acha tufanye kazi. Unataka nifanye kazi? Acha tufanye kazi. Nakwambia nataka nifanye kazi, acha tuanze kufanya kazi. Na niwaombe sana, kesho hamtokuwa na sehemu ambapo mtanipeleka mimi, mtanipeleka sehemu yenye maji. Nitafanya ziara na nitatoa ratiba yangu mimi mwenyewe ambapo mnatakiwa mnipeleke. Mimi kijana bwana, ukizingua tunazinguana tu. Biashara imefanyaje? Imeisha. Nataka nikuhakikishie Kafiti, Mheshimiwa mbunge, nipo
na kaka yangu kazi nyingi kwamba nipo, hii kazi tunaiweza. Tumejipanga vizuri, tutapanga kila sehemu. Zipo taarifa tumezipata. Imeelezwa kuwa pamoja na changamoto ya huduma kuendelea kuwepo, Mhandisi Mramba hakuwepo eneo la ukaguzi wakati waziri alipofika, jambo lililotajwa kuwa ni miongoni mwa sababu zilizochangia uamuzi wa kusimamishwa kwake kazi. Serikali imeeleza kuwa itaendelea kuchukua hatua za haraka kuhakikisha wananchi wa Mwanza wanapata huduma ya maji kwa uhakika na kwa wakati. Na sasa ni mkoani Morogoro. Wajasiriamali wa soko la mboga Feri Magole wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro wametakiwa kutumia vipimo sahihi, yaani mizani, katika biashara zao na kuacha kutumia vipimo batili maarufu kama makopo, vipimo ambavyo wamekuwa wakitumia kupimia nyanya, vitunguu, karoti na bidhaa nyingine ambapo ni kinyume cha sheria. Kauli hiyo imetolewa na mkurugenzi wa huduma za ufundi wa wakala wa vipimo WMA Bwana Francis Sigenga walipotembelea sokoni hapo kwa lengo la kutoa elimu kwa wajasiriamali hao juu ya matumizi sahihi ya vipimo vya kisasa ambavyo vitaweza kumnufaisha muuzaji na mnunuzi, sambamba na kuwakabidhi mizani 4 iliyotolewa na mkuu wa wilaya ya Kilosa kwa ajili ya kutumia wajasiriamali hao. Kwa sasa tunataka kila anachonunua muuzaji anunue kwa vipimo na anachouza hicho auze kwa vipimo. Kwa hiyo mteja au anunue kwa vipimo. Huyu hapa anayepokea hapa sokoni apokee kutoka shambani kwa vipimo. Ndio zoezi ambalo tunaendelea nayo sasa hivi. Hatuhitaji tena wananchi wetu kutumia visado kuuzia bidhaa zao kando kando ya barabara. Hii barabara ni barabara ya kimataifa. Hata wageni wakija watakushangaa bado tunatumia visado kwa mwaka huu ambao swala la vipimo liko juu sana. Hatuhitaji tena, na tunatoa msisitizo mkubwa sana. Wananchi waache kutumia visado, watumie njia ya kisasa. Meneja wa wakala wa vipimo mkoani Morogoro amefafanua kuwa zoezi la utoaji elimu hiyo litakuwa endelevu mkoani humo, hivyo ametoa wito kwa wafanyabiashara wote kuacha kuendelea kutumia vipimo visivyoruhusiwa kama makopo, bali watumie vipimo sahihi vilivyopangwa kwa mujibu wa sheria, huku akiwatahadharisha wasafirishaji wa mazao wanaofungasha kwa mfumo wa lumbesa waache mara moja. Hatutaruhusu mfanyabiashara yeyote yule kufanya biashara kwa kutumia vipimo visivyoruhusiwa na sheria. Kwa hiyo matumizi ya makopo iwe mwanzo na mwisho, badala yake watumie vipimo vinavyoruhusiwa tu na sheria. Tofauti na pale operation kali itaanza kwa ajili ya kuweza kukomeza vipimo visivyoruhusiwa. Mtu yeyote atakayekamatwa akitumia vipimo visivyoruhusiwa kwa mujibu wa sheria ya vipimo, kuna adhabu za aina 2. Adhabu ya kwanza ni ya kifungo jela, adhabu ya pili ni ya kutozwa faini. Kwa upande wake Bwana Fredrick Kende Ngukila, kaimu afisa tarafa Magole, kwa niaba ya mkuu wa wilaya ya Kilosa, ameendelea kuwasisitiza wajasiriamali hao kutumia mizani iliyotolewa ili kupunguza malalamiko kwa wateja, sambamba na kumpongeza mkuu wa wilaya ya Kilosa Shaka Hamdu Shaka kwa kutoa mizani hiyo kwa wajasiriamali hao. Ambapo katika mizani mheshimiwa wetu mkuu wa wilaya Shaka Hamdu Shaka aliweza kutafuta dau na akapata mizani 4. Hii mizani ambayo leo ameshirikiana na watu wa wakala wa vipimo mkoa kuja kukabidhi hapa kwenye eneo letu la Feri, ambapo kuna wafanyabiashara wadogo wanayouza mazao mbalimbali ambao wanapita njia wanaopita katika barabara yetu ya Morogoro Dodoma. Nao baadhi ya wajasiriamali wa soko la mboga Feri Magole walikuwa na maoni tofauti kuhusiana na matumizi sahihi ya vipimo hivyo, huku mwenyekiti wa soko hilo Mohamed Saidi akipongeza juhudi za serikali kwa kuendelea kutoa elimu, kwani hapo awali walikuwa wanaibiwa kwa kuwa vipimo walivyokuwa wanatumia si sahihi. Na ukufanya ile sio biashara tunavyouza sisi hapa ni nyingi sana, tunauza kwenye mabasi. Kwa basi unaweza kusimama hapa kwa dakika 5 au dakika 10 uanze kumpimia mzani, umuulize bwana hii kilo 5 au kilo 2 au kilo 3. Kwa hiyo tunaomba sisi serikali tufanye miundombinu vizuri ya kutumia mizani ili tufanye biashara vizuri. Sisi kwenye upangaji kama huu tunakuwa tunamvutia mteja kwa haraka kuona, ila tukiiweka kwenye paketi tumeshapima kabisa, zipo kwenye mfuko, atashindwa kuona kwa haraka. Tulikuwa tunaiomba serikali tuweke kama hivi, ila tunakuwa tumepima. Mimi kwa sababu natembea kwenye masoko mengine, naona mijini ukienda au mikoa mbalimbali kwamba bidhaa mfano labda viazi vinamwagwa ubaoni, gunia linafunguliwa linamwagwa, nyanya zile zinamwagwa mbaoni,
mteja anakuja pale anachukua kile kitu anachokihitaji, kama nyanya kubwa au nyanya saizi ya kati au ndogo, anapimiwa kwenye mzani, kilo ngapi, kilo fulani, kilo bei gani, kilo shilingi fulani, mteja analizia na mfanyabiashara analizia. Yaani hiyo ni faida. Mzani una faida pande zote mbili, kwa mteja na mfanyabiashara. Hili ni jambo jema, ila inahitajika elimu, kwa sababu wafanyabiashara bado hawana elimu na wateja tunaowauzia bado hawana elimu. Kwa hiyo inatakiwa elimu iendelee kutolewa ili wateja na wafanyabiashara wajue kwamba mzani ni haki ya kila mmoja. Mfanyabiashara ni haki na mteja ni haki upande wake. Tunashukuru sana, tunashukuru serikali kutukumbuka kutuletea mizani, sababu tulikuwa tunaibiwa. Ujazo ulikuwa tofauti, mtu anakuja anakwambia debe moja uweke na debe na nusu ndio debe moja. Lakini tunashukuru mkuu wa wilaya ametukumbuka kutuletea mizani. Hii mizani tutaanza kuitumia hivi leo na tutaona faida kubwa sana kwa upande wetu. Tunarejea tena mkoani Mwanza. Jeshi la polisi mkoani humo limewafungia leseni za udereva madereva 11 kwa kipindi cha miezi 6 baada ya kukamatwa wakikiuka sheria, kanuni na taratibu za usalama barabarani katika operesheni maalum iliyofanyika kuanzia Juni 5 hadi 13 mwaka 2026. Akitoa taarifa hiyo kwa umma, kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Willibrod Mutafungwa amesema hali ya usalama mkoani humo inaendelea kuwa shwari, huku jeshi la polisi likiendelea na operesheni za kudhibiti vitendo vya uhalifu na makosa ya usalama barabarani. Katika operesheni ya wiki moja mwaka 2026 katika barabara ya Nyehunge Nzela wilayani Sengerema, madereva wawili wa mabasi ya kampuni ya Bibi Family, Daudi John Mapalala na Sospita Lubigisa walikamatwa na jeshi la polisi baada ya kukutwa wakiendesha magari yao sambamba na kuwazuia watumiaji wengine wa barabara, kitendo kilichokiuka sheria za usalama barabarani na kuzuia watumiaji wengine barabara. Matendo ya aina hiyo ni matumizi mabaya ya barabara. Tukio la pili ni kwamba Mashiba Emmanuel Amza, huyu ana miaka 28, mkazi wa Kishiri, wilaya Nyamagana. Huyu alikuwa akiendesha gari namba T 271 ENA aina ya Shackman. Huyu alikamatwa tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu akiendesha gari hilo kwa mwendo kasi katika maeneo yenye makazi ya watu. Ni hatari hii kuendesha gari kwa mwendo kasi kwenye makazi ya watu, kwa sababu dereva anatakiwa azingatie watumiaji wengine wa barabara. Barabarani anakuwa hayuko peke yake, unaenda kwa miguu, watoto. Kwa hiyo lazima aendeshe mwendo kwa taratibu ili kuzingatia usalama na maisha ya watu wengine. Hivyo naye ameingia katika hilo kundi, atawajibishwa kwa kufungiwa leseni yake ya udereva kwa kipindi cha miezi 6. Mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu, ilikuwa ni majira saa 6 za mchana, katika barabara ya Nyasaka eneo la Bundesliga, walikamatwa Buluba Damas Romano, ana miaka 27, ni mkazi wa Ilemela Mahakamani. Huyu alikuwa akiendesha gari lenye namba za usajili T 334 CHD. Hii ni aina ya Toyota Hiace. Wa pili dereva ni Nelson Elias Lugonda, miaka 36, mkazi wa Nyakato, wilaya Nyamagana. Huyu pia alikuwa akiendesha gari namba T 347 CTE aina ya Toyota Hiace. Hawa wote kwa pamoja walikuwa wakiendesha magari sambamba wakielekea upande mmoja kwenye barabara yenye njia mbili, moja ya kwenda na nyingine ya kurudi, kitendo kilichosababisha kuwazuia watumiaji wengine wa barabara na kusababisha foleni kwa watumiaji wa barabara hiyo. Kama nilivyosema, madereva hawa wote wamefungiwa leseni zao kuanzia tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu kwa kipindi cha miezi 6. Aidha, jeshi hilo limewataka madereva na wamiliki wa vyombo vya moto kuzingatia sheria za usalama barabarani ili kupunguza ajali zinazoweza kuepukika, huku akisisitiza kuwa usalama barabarani ni jukumu la kila mwananchi. Na soko la bidhaa Tanzania TMX limekutana na wanahabari kutoka mikoa ya Dodoma, Singida, Iringa na Dar es Salaam katika kikao kazi kilicholenga kuongeza uelewa kuhusu majukumu ya soko hilo, mafanikio yaliyopatikana na mchango wake katika kukuza biashara ya mazao nchini. Akizungumza katika kikao hicho kilichofanyika jijini Dodoma, afisa mtendaji mkuu wa TMX CPA Godfrey Malekano amesema
vyombo vya habari vina nafasi muhimu katika kuifikia jamii kwa taarifa sahihi kuhusu fursa zinazotolewa na soko hilo na namna zinavyoweza kuwasaidia wakulima na wafanyabiashara kuongeza tija na mapato. Sisi soko bidhaa hapa Tanzania tunaendesha mfumo wa kielektroniki ambao kila kitu kinafanyika digital. Watu wana login digital, wala mtu alazimiki kuja ofisini kwetu pale. Kinachotakiwa tu mshiriki yote anayetaka kununua aweze kuweka kinga ya dhamana au bond. Kwa mfano kama masoko haya, mtu anaweza akaingia kwenye mfumo kama hajaweka chochote ambacho anaweza kupoteza, labda akabidi pale vitu vyenye thamani hata bilioni 2, kumbe anafanya mchezo tu. Kwa hiyo ili naye kumfanya awe serious, tunataka aweke bond. Kwa kulingana na kiasi anachotaka kununua, ataweka bondi sawa sawa na kile kiasi anachotaka kununua. Kwa mfano hapa anataka kununua labda ufuta wa bilioni 1, tutamtaka labda aweke naye milioni 100 kama bondi. Ili asipolipa, kwa sababu shida kubwa ya masoko ni kwamba unaweza kuuza leo labda shilingi 900, kesho ikawa shilingi 800. Sasa kama ulinunua leo hujalipa, ina maana yule aliyeuza anakuwa kwenye risk ya kupoteza shilingi 100. Kwa hiyo bondi hii tunaitumia ili kumfidia yule muuzaji. Labda kupata kesho shilingi 800, tutachukua hela za yule bwana, ile losi upatikana tutamlipa. Na tushafanya hivyo mara kadhaa. Justa Martin, yeye ni afisa mwandamizi uendeshaji wa biashara wa TMX, ameeleza kuwa pamoja na uwepo wa bei za soko, changamoto za tozo na gharama mbalimbali zinazowakabili wanunuzi zimekuwa zikitajwa kuwa miongoni mwa sababu zinazoweza kushusha bei ya ununuzi wa mazao kwa wakulima. Hivyo kunahitajika tathmini ya mara kwa mara ili kuhakikisha pande zote zinanufaika na kujipatia kipato. Nyingi hata nyinyi mtakuwa mmeshakutana na hii ya wakulima kuwa wana kilio, tunaomba serikali tuongeze bei zinashuka, bei zinafanyaje, lakini bei zinapatikana sokoni. Na ile determinant ya bei sokoni inategemea na mahitaji na wingi wa ile bidhaa, lakini pia ikiwa inaongozwa na ubora wa ile bidhaa. Mtakuwa mmeshaona zile differences. Nitaonyesha hapa baadhi ya bidhaa na mtaona zile price differences kwa mkoa mmoja na mwingine, kwa bidhaa moja na nyingine. Kwa sababu gani tunakutana na hizi tofauti ya bei? Despite kwamba tunakuwa tunauza ufuta, lakini huo ufuta kuna wa 2700 na kuna wa 2100 kwa sababu ya ubora wa ile bidhaa inayokuwa kwenye ghala, lakini pia kuna distance, yani umbali wa ile ghala ilipo kulinganisha na eneo ambalo mnunuzi anategemea kusafirishia. Hivyo vitu vyote vinaenda kuleta utofauti wa bei sokoni, lakini ingawa unaweza kukuta zao ni moja. Sasa tutapenda mnielewe zaidi hili eneo, kwa sababu ni eneo kubwa ambalo lina changamoto kule chini kwa wakulima, ambao na nyinyi tutapenda msaidie kufikisha kwa wananchi au kwa jamii kwa ujumla. Sasa kwa nini soko la bidhaa lilianzishwa? Kwanza kulikuwa kuna uimarishaji wa mfumo mwingine ya masoko. Bidhaa zilikuwa haziaksi bei na mahitaji ya soko, lakini kwa kutumia mfumo huu sasa tunaenda kuuza uhalisia. Kilichoko sokoni, bei hiyo sokoni ndio itaenda kupatikana kwa ile bidhaa itakayokuwa inauzwa. Msisitizo wa ubora wa bidhaa kama ambavyo mkuu ameshaelezea, ili uweze kupata bei nzuri yenye tija ni lazima tuwe tunapeleka sokoni kitu chenye ubora, lakini pia na ile taarifa ambayo tutakuwa tumetoa kwenye catalog ambayo tunaenda kumuuzia mnunuzi iwe na aksi ile bidhaa ambayo ipo kwenye ghala. Kuna matumizi ya vipimo sahihi kama. Imeelezwa kuwa ushirikiano kati ya TMX na wanahabari unaweza kusaidia kuongeza uelewa wa wananchi kuhusu mifumo rasmi ya biashara ya mazao, jambo linalochangia kuimarisha uwazi wa masoko na ukuaji wa sekta ya kilimo. Kutoka hapa jijini Dodoma, mimi ni Zuhura Zuhairi na hii ni Abudi Media. Mtazamaji, tumehitimisha mkusanyiko wa habari zetu za kitaifa. Tupate mapumziko, tutarejea kwa habari za kimataifa.
96.9 Dodoma, 98.9 Abudi FM Mbeya, inasikika Abudi FM 101.7 Dar es Salaam, 88.3 Abudi FM Morogoro, 104.1 Abudi FM Arusha. Through Abudi Radio, I really enjoy the music. All day, all night. The best radio station. Abudi FM. Keep in touch. Karibu Abudi Bus Service Limited, ni kampuni bora katika usafirishaji mizigo pamoja na abiria. Karibu katika ofisi zetu mpya zilizopo hapa Urafiki, mkabala kabisa na kituo cha polisi cha Urafiki. Tuna safari za kutoka Dar es Salaam kuelekea mikoa mbalimbali kama Arusha, Mwanza, Bukoba, Musoma, Mbeya, Iringa, Tabora, Tunduma. Vile vile usafiri wa kutoka Kigamboni mpaka Arusha, Arusha mpaka Kigamboni. Nikitumia usafiri wa Abudi kwa muda mrefu, safari tofauti tofauti, na ni kweli wana huduma nzuri. I recommend mtumie Abudi kwa ajili ya safari zenu. Kwa sasa wana magari yao yanaenda Bukoba, kwa wote wenzangu wanaoishi Bukoba, mnaweza mkatumia Abudi. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kutazama taarifa yetu ya habari kutoka hapa Abudi TV. Bado uko nami Maclean Kamote, na sasa moja kwa moja ni mkusanyiko wa habari za kimataifa. Na tunaanza na taarifa hii ya makubaliano mapya ya Marekani na Iran yameibua matumaini ya kusitishwa kwa vita vya Mashariki ya Kati. Kufunguliwa tena kwa njia hiyo muhimu kunaashiria hatua kubwa kuelekea kumaliza miezi kadhaa ya mzozo mbaya na msukosuko wa kiuchumi uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwezi Februari. Iran iliufunga mlango bahari wa Hormuz tangu kuanza kwa vita hiyo na kusababisha kupanda maradufu kwa bei ya mafuta kote ulimwenguni. And the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found. But it's essentially ships are starting to go out now. On Friday it'll be completely opened. Makubaliano ya awali kati ya Marekani na Iran yamefungua njia ya kusitisha vita na kurejesha mazungumzo ya nyuklia, huku pande zote zikisisitiza kuwa safari ya kufikia amani ya kudumu bado ina changamoto. Marekani na Iran wamesaini kwa njia ya kielektroniki hati ya makubaliano inayolenga kumaliza vita. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, hati hiyo ilisainiwa kwa njia ya mtandao na Rais wa Marekani Donald Trump, makamu wa Rais JD Vance pamoja na spika wa bunge la Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Marekani, Iran na mpatanishi Pakistan wamesema makubaliano ya amani yaliyofikiwa yatatiwa saini siku ya Ijumaa mjini Geneva, Uswizi. Katika hatua inayofuata, Iran na Marekani zinatarajiwa kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Mafanikio ya mazungumzo hayo yatamua iwapo makubaliano ya muda yaliyopo sasa yataweza kuleta amani ya kudumu katika Mashariki ya Kati. We need to end war. War will be ending everywhere on all fronts, including Lebanon. And due to the relations between war in Lebanon and the aggression of Israel on South Lebanon and the war on Iran, these two fronts, Iran and Lebanon, are quite connected to each other. And since the very first day, the Islamic Republic of Iran has considered the end of the war in Lebanon is quite connected to putting an end to the war on Iran.
Na mahakama maalumu ya jinai nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa itaanza Jumanne kusikiliza kesi ya rais wa zamani Francois Bozize. Rais huyo wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati anashutumiwa kwa vitendo vya uhalifu dhidi ya binadamu vilivyofanywa kati ya mwaka 2009 na 2013. Uhalifu huo unadaiwa kufanywa na maafisa waliokuwa wakimlinda Bozize na wanatuhumiwa kwa vitendo vya mauaji, utekaji, mateso na ubakaji. Hata hivyo, kesi hiyo itasikilizwa bila kiongozi huyo kuwepo mahakamani. Bozize mwenye umri wa miaka 79 aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya mwaka 2003 kabla naye kupinduliwa miaka 10 baadaye na waasi, na tangu mwaka 2023 amekuwa akiishi uhamishoni nchini Guinea Bissau. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa mkusanyiko wa habari zetu za kimataifa na mwisho wa taarifa yetu ya habari kutoka hapa Abud TV. Asante sana kwa kufuatilia habari zetu za kitaifa na habari hizi za kimataifa.